Kutoka Pipeline Mbeya, Tanzania, hii ni GMC habari, lakini kwanza ni muhtasari wake. Mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tanzania Tundu Lissu amegomea kesi yake kuchapisha taarifa za uongo kwa njia ya mtandao wa YouTube kusikilizwa kwa njia ya mtandao wa video. Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum Dr. Dorothy Gwajima amewataka Watanzania kuvuta subira na kuheshimu taratibu za kisheria katika kushughulikia tukio linalodaiwa kuhusisha wanafunzi wa kike kugombania mwanaume. Na pande hasimu katika mzozo wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, serikali ya Kongo na waasi wa M23 wanaotuhumiwa kuungwa mkono na Rwanda wamekubaliana kusitisha uhasama mara moja. Habari mchana huu, msomaji wako ni Huen Mwandandila. Dar es Salaam. Mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Lissu amegomea kesi yake ya kuchapisha taarifa za uongo kwa njia ya mtandao wa YouTube kusikiliza kwa njia ya video, na badala yake anataka kesi hiyo isikilizwe kwa njia ya wazi. Taarifa hiyo imetolewa hivi leo Aprili 24, 2025 Alhamisi na askari magereza mwenye nyota 3 wakati kesi hiyo ilipoitwa kwa mara ya pili kusikilizwa kwa njia ya mtandao. Askari huyo wa magereza ambaye hakujitambulisha jina lake ametoa taarifa hiyo kwa njia ya video akiwa mahabusu. Awali wakili wa serikali mwandamizi Jacob Mrema ameeleza mahakama hiyo kuwa kesi hiyo imeitwa kwa ajili ya mshtakiwa kusomewa hoja za awali na upande wa mashtaka upo tayari, ila mshtakiwa huyo hayupo mahakamani hapo. Mrema ametoa maelezo hayo mbele ya hakimu mkazi mwandamizi Godfrey Mhini. Kutokana na maelezo hayo, upande wa utetezi umepinga upande wa mashtaka kumsomea hoja za awali mteja wao kwa njia ya video, na badala yake wanataka mshtakiwa apelekwe mahakamani kama sheria inavyoeleza. Wakili wa utetezi Peter Kibatala amepinga Lissu kusomewa PH kwa njia ya video kwa madai kuwa sheria iko wazi, anatakiwa kuletwa mahakamani. Wakati hayo yakijili, kiongozi wa chama cha People's Liberation Party PLP kutoka Kenya, mwanasheria Martha Karua amewasili nchini Tanzania kuonesha mshikamano wake kwa mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Taifa Tundu Lissu ambaye anakabiliwa na mashtaka ya uhaini na uchochezi yaliyosikilizwa katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu hivi leo. Karua pia ambaye ni mwanaharakati wa haki za binadamu na demokrasia amelaani kukamatwa kwa Tundu Lissu akitaja kama kitendo cha kukandamiza ushindani wa kisiasa hasa katika kipindi hiki kuelekea uchaguzi mkuu. Ameeleza kuwa hatua hiyo inatuma ujumbe wa kuhofia mabadiliko ya kisiasa na inaleta wasiwasi kuhusu mazingira ya uchaguzi huru na wa haki. Tundu Lissu amekuwa akipaza sauti kuhusu mageuzi ya uchaguzi kupitia kauli mbiu ya no reform no election, akisisitiza kuwa bila marekebisho ya mfumo wa uchaguzi, kushiriki uchaguzi kunahalalisha uonevu na kutokuwepo kwa usawa wa kisiasa. Ujio wa Martha Karua unakuja huku kesi ya uhaini dhidi ya Lissu kiendelea kuvuta hisia ndani na nje ya nchi, ikiwa ni ishara ya mshikamano wa kimataifa kwa viongozi wa upinzani wanaokumbana na changamoto za kisiasa. Dodoma. Serikali imetangaza mkakati wa kuwachukulia hatua kali watumishi wa umma wanaoshindwa kutekeleza majukumu yao ipasavyo, ikiwemo kutowapandisha madaraja wala kuongezewa mishahara. Kauli hiyo imetolewa hivi leo Alhamisi Aprili 24 mjini Dodoma bungeni na naibu waziri wa ofisi ya Rais Management ya utumishi wa umma na utawala bora Deus Sangu wakati akijibu swali la mbunge wa viti maalum Halima Mdee. Mdee alitaka kufahamu mpango wa serikali katika kukabiliana na takriban 40% ya watumishi wa umma wanaodaiwa kutotekeleza majukumu yao ipasavyo licha ya kulipwa mishahara yao. Ameeleza kuwa mfumo huu umeanzishwa mahususi kupima viashiria vya utendaji kazi KPI kwa kila mtumishi, ambapo kiwango cha chini cha ufaulu kimewekwa kuwa 60% watumishi watakaoshindwa kufikia kiwango hicho watapandishwa vyeo
hawatapandishwa vyeo wala kuongezewa mishahara. Dar es Salaam. Polisi kanda maalum ya Dar es Salaam imeimarisha ulinzi katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu hivi leo Aprili 24, 2025, ambapo kesi ya mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Lissu imeanza kusikilizwa kuanzia sasa. Maeneo ya ndani na pembezoni mwa mahakama hiyo yamezingirwa na askari wenye silaha vurugu na mbwa wa polisi pia wakitarajia kuzuia kusogea karibu. Katika lango kuu la kuingilia mahakamani ni mawakili pekee ndio wanaoruhusiwa kuingia, huku waandishi wa habari nao wakizuiwa kushuhudia mwenendo wa kesi hiyo itakayoendeshwa kwa njia ya mtandao. Mmoja ya wananchi pia ameshuhudiwa akichukuliwa na polisi baada ya kutaka kuweza kuingia. Hata hivyo, kijana huyo alifukuzwa kwa kutumia mbwa wa polisi waliokuwa kwenye doria mahakamani hapo. Mbali na ulinzi huo kuimarishwa katika mahakama hiyo, pia katika barabara za BBTT eneo Akiba Baridi, magari kadhaa ya polisi yaliegeshwa pembezoni mwa barabara hiyo yakiwa na askari. Vile vile eneo la Faya katika barabara ya Morogoro, hali na kama ilivyo eneo la Akiba na Baridi, ambapo magari kadhaa ya jeshi la polisi yamepaki pembezoni mwa barabara huku yakiwa na askari. Mwananchi ameshuhudia moja ya magari hayo katika mahakama hiyo Kisutu, ambapo baadhi yao walishuka na huyo mmoja akakamatwa baadaye katika kuondolewa mahakamani hapo. Aidha, wananchi pia wameshuhudia baadhi ya wafuasi wa Chadema wakikamatwa